Mpendwa na rafiki yangu, asubuhi ya leo na kusalimu kwa upendo wa Mungu aliye hai. Nami naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Na ujumbe wetu kichwa chake kinasema, usiogope kuanza tena. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 26 mstari wa 18 na wa 19. Isaka akarudi kuvichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuatana na majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima chenye maji yaliyobubujika. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo Mungu atengeneze kitu na kuumba kitu kwenye moyo wako. Mungu aliachilia neema juu ya maisha ya Isaka kwenye nchi ya ugeni. Akachukua mbegu akazipanda, na zile mbegu zikastawi sana. Mstari wa 12 anasema Isaka akapanda mbegu, na Mungu akaachilia neema kwenye mbegu yake, ikazaa matunda na akapata mali nyingi sana. Maadui wakainuka kumuhusudu, wakamchukia kwa sababu ya baraka zile ambazo Mungu alimbariki. Wakamnyang'anya kila kitu alichokuwa nacho, wakamnyang'anya na visima ambavyo pia alikuwa amevichimba mwenyewe, wakamnyang'anya na mali ambayo Mungu alikuwa amembariki, na wakamfukuza kwao. Wakamwambia, toka, kwa sababu wewe una nguvu kuliko sisi. Mpendwa, nikuambia asubuhi ya leo, vita vinaweza vikainuka juu yako, si kwa sababu una shida ama uko kinyume na Mungu. Yuko adui asiyetaka kuona wewe ukifanikiwa. Yuko adui asiyetaka kuona wewe ukiwa na amani. Lakini pamoja na hayo, hata kama vita vimeinuka, usikate tamaa. Hata kama wamekuangusha na wakakukanyagia chini kwamba usiinuke tena, nataka nikuambia asubuhi ya leo, inuka tena kwa mara nyingine. Anza tena kwa mara nyingine. Maandiko yanasema Isaka akarudi kuvichimbua vile visima. Isaka akavaa ujasiri, hakukatishwa tamaa na kunyang'anywa kila alichonacho. Akuona aibu kurudi kuanza tena chini. Akarudi akaanza kufukua visima ambavyo maadui pia walikuwa wamefukia wakati wa baba yao. Nikuambia asubuhi ya leo, inuka na ufukue kila kilicho haki yako, kilichofukiwa na adui. Kuna maono ulikuwa nayo, lakini adui amefukia kwa sababu ya wivu. Kuna mipango ulikuwa nayo, lakini adui amekukatisha tamaa. Nataka nikuambie, inuka tena kwa mara nyingine. Haijalishi umeanguka mara ngapi, haijalishi wamekukatisha tamaa mara ngapi, ni wakati wako wa kuamua kuanza tena, na neema ya Mungu inakwenda kwa juu yako mara hii sasa unapoenda kuinuka. Wacha nikuambia asubuhi ya leo, wakati mmoja Samsoni alivyokuwa anapita na akakutana na vita vingi sana kwenye maisha yake, na akasema, mara hii nitalipiza kisasi. Nataka nikuambie, neema ya Mungu ilikuwa juu yake Samsoni. Alipofanya maamuzi ya kuinuka tena, Mungu alimtetea. Nikuambia asubuhi ya leo, maandiko yanasema akarudi kuvichimbua vile visima, mpendwa, na alivyovichimba vile visima wakapata maji yaliyobubujika. Mungu anakwenda kukupa neema unapokwenda kuamka kuanza tena. Hautapata kama ulivyokuwa umepata, lakini Mungu ataachilia neema nyingine tofauti na ile ya kwanza. Mungu atafungua milango tofauti na ile ya kwanza. Usikatishwe tamaa na mambo magumu ambayo umekutana nayo, maana kuna mambo ambayo umekutana nayo yameumiza nafsi yako. na wakati mwingine umesema sitaendelea tena.
Wakati mwingine umefika mahali ukasema sitainuka tena, lakini yuko Mungu mwenye mipango mizuri juu ya maisha yako. Yuko Mungu mwenye mipango juu ya familia yako. Nataka nikwambie, usiogope kuanza. Maandiko yanasema mtu anapochukua mbegu zake kwenda kupanda, anakwenda na maumivu, anakwenda kilia, anakwenda kiumia, lakini atakaporudi na maganda yake atarudi kwa kelele za furaha. Nami nikuambia asubuhi ya leo, mtoto wa Mungu, usiogope kuinuka tena, usiogope kuanza tena. Hata kama kuna watu wanaokuambia uwezi, kama vile Sauli alivyomwambia Daudi, huwezi kwenda kupigana na Goliath. Akamwambia kwa sababu wewe ni kijana tu, lakini Daudi akajitia nguvu. Daudi akajipigia kura, akamwambia haijalishi Goliath ni jitu la namna gani, haijalishi Goliath ana udhoefu wa vita, lakini na Mungu apiganaye vita, nina Mungu awezaye kunitetea. Daudi akamwambia, nitakwenda mimi kupigana na Goliath. Kinachopaswa tu mtu asizimie moyo. Nikuambia asubuhi ya leo mpendwa, yamkini kuna vitu vinataka kudhimisha moyo wako. Kuna kitu kimeinuka kinataka kuzimisha ndoto yako. Nataka nikuambie, inuka tena, ndoto yako isizimishwe. Amka tena, ndoto yako isikatishwe tamaa, kwa sababu yuko Mungu aliyeweka ndoto hizo ndani yako, na huyo Mungu ndiye atakayetimiza hizo ndoto. Ndio sababu anamwambia Zerubabeli, mikono yake ndio imeweka misingi ya nyumba ile, na mikono yake ndio itatimiza. Nikuambie asubuhi ya leo mpendwa, usiogope kuinuka, usiogope kuendelea, maana yuko Mungu akutiaye nguvu. Nami niseme asubuhi ya leo, Mungu akubariki. Na niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo ninakushukuru kwa sababu ya mtoto wako uliyempa neema hii ya kuamka. Ninamwombea kwa jina la Yesu Kristo, yule ambaye amekata tamaa, yule ambaye ameshindwa kuinuka tena, biashara yake imeshuka, maisha yake yameharibiwa na adui. Ninamwombea kwa jina la Yesu Kristo, achilia neema ya kuinuka tena kwenye maisha yake, achilia neema ya kuanza mwanzo tena, achilia neema Mungu wetu wa mbinguni juu ya watoto wake, juu ya familia yake, kwa jina la Yesu, juu ya utumishi wake. Amani yako Mungu iwe juu yake. Kile kilicho chake kilichofukiwa na adui, nafukua kwa jina la Yesu. Baraka zake nazifukua, amani yake, ushindi wake, chochote kilichofukiwa na adui nafukua kwa damu ya Yesu. Maono yake na yafukua katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania.